Taarifa leo inahusu kuonekana kwa miili minne katika mji wetu wa Kibaha. Jeshi la Polisi mkoa wa Pwani lilipokea taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kidimu kuwa katika eneo la Vingunguti katika mtaa wa Kidimu, wilaya ya Kibaha, mkoa wa Pwani, imeonekana miili ya watu wanne wasiojulikana ikiwa pembezoni mwa barabara inayotoka Mapinga kuja hapa mjini kwetu Kibaha. Baada ya jeshi la polisi kupokea taarifa hizo kwa weledi na uharaka, jeshi la polisi lilifika eneo la tukio ambapo miili hiyo ilionekana kama tulivyokuwa tumepokea taarifa kutoka kwa mwenyekiti huyo wa serikali ya mtaa, lakini wakiwa na wataalamu wa ukaguzi wa matukio makubwa ndani ya jeshi letu la polisi. Na walipofika eneo hilo la tukio, kweli walikuta miili ya watu hao wanne, wote wakiwa wanaume wenye umri unaokadiriwa kati ya miaka 19 mpaka 22, ambao kwa wakati huo hawakuwa wakifahamika majina wala makazi yao, lakini walionekana wakiwa na majeraha sehemu za usoni na shingoni. Jeshi la Polisi mkoa wa Pwani mara baada ya kukamilika kwa uchunguzi wa tukio hilo, kama taratibu zilivyo, tulichukua miili hiyo minne na kuipeleka katika hospitali yetu ya rufaa ya Tumbi kwa ajili ya uchunguzi wa kina wa kidaktari. Wakati tukiendelea sasa na uchunguzi huo, kwa maana madaktari wanaendelea na uchunguzi wao, na sisi jeshi la polisi tukaanzisha uchunguzi. Wakati tunaendelea na uchunguzi huo, ndipo wakajitokeza watu ambao walikuja wakajitambulisha kwetu kuwa ni wazazi na ndugu wa watu hao ambao walionekana kule Kidimu. Na watu hao ambao kama nilivyosema walitambulishwa kwamba ni wazazi na ni ndugu wa familia hizo, waliweza kutambua miili hiyo wakati huo ikiwa kule Tumbi hospitali kama ifuatavyo. Wa kwanza alitambulika kwa jina la Mikidadi Abasi Mikidadi. Huyu alikuwa na miaka 21. Shughuli zake ni deiwaka wa bodaboda. Deiwaka bodaboda ni dereva ambaye hana chombo cha kuendesha, lakini huwa anasubiri wenzake jioni wakiwa wamechoka, yeye anapata fursa ya kuzunguka hapa na pale kujipatia riski. Huyu ni mkazi wa Tabata Chang'ombe, Dar es Salaam. Lakini wa pili alifahamika kwa jina la Hasani Juma Jumanne, miaka 21, na yeye ni deiwaka wa bodaboda na ni mkazi wa Tabata Chang'ombe huko Dar es Salaam. Wa tatu alifahamika kwa jina la Fadhili Patrick Hiola. Huyu alikuwa na miaka 19 na yeye ni deiwaka wa bodaboda na mkazi wa Vingunguti Miembeni jijini Dar es Salaam. Lakini wa nne naye alitambulika kwa jina la Abdalla Fadhili Nyanga. Huyu ana miaka 21, kabila ni Makonde, dereva wa bajaji na mkazi wa Kisukuru Tabata katika jiji la Dar es Salaam. Mara baada ya utambuzi huo kukamilika, kwa utaratibu wa jeshi la polisi, taratibu zinazofuata ni ukamilifu wa uchunguzi wa kidaktari, na mara baada ya miili hiyo kufanyiwa uchunguzi na madaktari kukamilika, ndipo jeshi la polisi likawakabidhi ndugu na wazazi wa marehemu hao na kwenda kuhifadhi. Jeshi la Polisi mkoa wa Pwani bado linaendelea na uchunguzi wa kina kwa umakini mkubwa na weledi, ili tuweze kubaini wahusika hasa wa mauaji hao ni kina nani, lakini pia sababu za mauaji hayo sambamba na mahali ambapo mauaji hayo yalitokea. Ikumbuke kwamba eneo ambao walikutwa ni barabarani, lakini kwa idadi ya miili hiyo ni dhahiri shahiri kwamba tukio hilo lilitokea mahali ambapo hapajatambulika, na ndio maana sasa tunachunguza kwa kina ili kuona wapi litokea, sababu na kina nani walihusika.
Wito wetu kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani, kama tulivyo kawaida yetu, na kwenye matukio makubwa kama haya, wananchi wa mkoa wa Pwani lakini na Watanzania wote kwa ujumla, mara nyingi tunapoomba msaada kutoka kwao tunaupata kwa wakati, na ndio maana matukio yetu mengi huwa tunafanikiwa. Kwa hiyo niwaombe wananchi wa Tanzania lakini na wakazi wa mkoa wa Pwani, yoyote ambaye atakuwa na taarifa ambazo zitatusaidia kuweza kubaini wapi tukio hili hasa lilitendeka, wakina nani walitenda na sababu za kutendwa, basi wasisite kutupatia taarifa hizo haraka, na sisi kwa weledi na usiri mkubwa tutazifanyia kazi ili tuweze kufanikisha kutegua kitendawili hiki mara moja.